inasema naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, naye atakayemkubali atamwongezea utukufu. Naye atakayemkubali, atakayesema mama, unafanya vizuri, unatawala vyema, watu hawatekwi, watu hawajawawa, hatujapata mama kama wewe, chukua cheo hicho, uwaziri huo, chukua cheo hicho, ukuu huo, chukua cheo hicho. Ndio maana machawa wamekuwa wengi hapo. Utawakuta kina Yona, utawakuta kina Kombo, wabunge wengi, utawakuta mpaka kina Mwandambo. Yote haya yaliandikwa, nani angeweza kuyatimiza? Yeye anayatimiza. Ndio maana anasema hongera kwake, apewe maua yake, kwa sababu ni ngumu mtu aweze au angeweza kukaza moyo kwa kiwango kama hicho. Lakini anasema ataziteka nyara zote zenye nguvu. Angalia Tundu Lissu, kakaa gerezani siku za kutosha, amekaa muda mrefu. Tulijua mahakama itatenda haki. Tundu Lissu alisema tutakinukisha. Wako watu chungu zima wametoa maneno ya hovyo, maneno makali zaidi ya Tundu Lissu. Wengine wanasema hapana, mimi nikipewa tu nchi hii kwa dakika moja mimi nitawapoteza. Nikipewa tu nchi hata kwa dakika moja, mama akinipa nchi nikae. Polisi nikiwapoteza hawa tusiwatafute. Ni kauli zao, lakini hao sio haini. Nasomeka hivi: aonywaye mara nyingi akashupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Rais ameonywa mara ngapi? Farao huyu ameonywa mara ngapi? Ameonywa mara ngapi? Bila shaka ameonywa mara nyingi. Farao hakushindwa kwa nguvu zake, yaani Farao hakushindwa kwa nguvu zake, bali alishindwa kwa sababu ya kiburi chake. Na huyu kitakachomfanya ashindwe sio nguvu zake, anavyoweza kuua, kuteka, kumwaga damu. Hapana, kitakachomfanya ashindwe ni kile kiburi chake. Na hata chama cha mashetani wenyewe wangejua kabisa huyu mtu tulitakiwa kumwondoa mapema sana, ameua chama chetu, hata nisikilize sauti yake. Anasema Bwana ni nani? Mungu ni nani hata nisikilize sauti yake? Tunasema umeua. Hapana, mimi sijaua, labda nilichowahi kuua ni sisimizi, ila sio watu. 11:45 naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikiria ajali yake. Ajali yake inakuja pamoja na nguvu zote na ubabe wote. Ajali yake inakuja, wala hakuna atakayemsaidia. Ataanguka. Ni vyema angekuwa nasikia maonyo na kujua ya kwamba alitabiriwa, ila mwisho wake ni kuanguka. Leo nianze kwa kumpongeza rais, ila sio kila rais ni rais. Elewa maana ya sio kila rais ni rais, ila huyu ni rais. Kwa namna alivyopata cheo ni rais, kwa namna ambavyo amekuwa anatawala ni rais. Kiujumla, watu kama rais hawako duniani, ni ngumu kuwakuta, hawapo. Zamani hizi huwezi kuwakuta, na hata zamani nyingi zilizopita hauwezi ukawakuta, kwa kuwa ametimiza, amefanya jambo ambalo wengi wasingeweza kufanya na wasingeweza kutenda. Na kazi ya ushetani iliyofanyika katika utawala wake, wengi wasingeweza kuifanya na kuisimamia. Nitataja moyo wa Farao, halafu utakuwa ukihusianisha na yaliyotendeka na yanayotendeka kwenye damu zilizomwagika, ndugu zetu waliopotea. Farao kama Farao, jina limekuwa baya kwa sababu ya ushetani aliofanya. Lakini Farao ni nani? Farao alikuwa ni mtawala, ni mfalme ambaye alikataa kabisa, alikataa kumtii Mungu. Halafu utakuwa unahusianisha na mtawala tuliye naye, hajakataa
kumtii Mungu. Wahubiri wameongea, wanasiasa wameongea, vitabu vya dini vimesomwa, na tena wanaapa kwa Biblia, Qur'ani wanaapia pia. Lakini pia anawatesa. Farao aliwatesa wana wa Israeli kweli kweli. Huyu anawatesa Watanganyika kweli kweli. Watu wapo kwenye viuchochoro wanaongea, watu wako mafichoni wanaongea, wanaogopa. Simba anatisha. Sio simba, ni mtu amegeuka simba, anatisha. Amepuuza maonyo ya Mungu Farao. Alafu unaona na kinachoendelea, kama hajapuuza maonyo ya Mungu, na zaidi kukejeli sana. Sasa wewe unaona, unauyanisha. Nitakusomea Kutoka 5 na ule mstari wa 2. Maandiko yanasomeka hivi katika Biblia. Farao akasema, Bwana ni nani? Ni kejeli hizo, ni dharau hizo. Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Anasema Bwana ni nani? Mungu ni nani hata nisikilize sauti yake? Tunasema umeua. Hapana, mimi sijaua. Labda nilichowahi kuua ni sisimizi, ila sio watu. Kuwapa Israeli ruhusa waende zao. Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Bila shaka umeona, lakini nitakusomea hiyo Kutoka sura ya 8 na ile 15. Moyo mgumu, ana moyo mgumu sana huyu. Huyu ni mwanamke au ni nani anayeweza kaua kiwango hichi? Anayeweza asisikie maumivu ya watu kiwango hichi? Hata tu kuonekana ya kwamba anapinga ubaya, hata kwa kuongea, hata kama hatafanya. Haya, sura ya 8 mstari wa 15. Hapa nitaenda kwa upesi kidogo. Lakini Farao alipoona ya kuwa pana nafuu, akaufanya moyo wake kuwa mzito, asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Alifanya moyo mgumu, asikilizi. Wanaharakati wanaongea, wanaharakati wanapiga kelele, wachungaji wanaongea, wanapiga kelele, hata hawezi kuwasikiliza. Wacha wapige kelele. Sema watu wana midomo mirefu, wanamsema mara mama, miguu yake imepinda, sijui nini, mdomo wake mrefu. Ana maneno ya taarabu. Farao huyo ana maneno ya taarabu. Mithali 6, Mithali 29 na ile 1. Maandiko yanasomeka hivi: aonywaye mara nyingi akashupaza shingo, atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Raisi ameonywa mara ngapi? Farao huyu ameonywa mara ngapi? Ameonywa mara ngapi? Bila shaka ameonywa mara nyingi. Farao hakushindwa kwa nguvu zake, yaani Farao hakushindwa kwa nguvu zake, bali alishindwa kwa sababu ya kiburi chake. Na huyu kitakachomfanya ashindwe sio nguvu zake, anavyoweza kuua, kuteka, kumwaga damu. Hapana, kitakachomfanya ashindwe ni kile kiburi chake. Na hata chama cha mashetani wenyewe wangejua kabisa huyu mtu tulitakiwa kumwondoa mapema sana, ameua chama chetu, watakuja kutoa ninge, mambo yakiwa tayari yameharibika, na hata sasa yameshaharibika. Lakini mtu huyu alitajwa katika unabii wa Danieli ya kwamba atafanya kufuru nyingi, ya kwamba ataigawanya nchi kwa rushwa. Kila atakayejipendekeza kwake atampa cheo. Ngome zote zenye nguvu ataziteka nyara. Hebu angalia, nitakusomea hapa
naanza. Atazungumza maneno ya kiburi dhidi ya Mungu na kusomea. Atawaona wenye haki hawana kitu. Yeyote mwenye haki atakayezungumza haki yeyote lazima aondolewe, lazima asifae. Simbachawene alivyoteuliwa tu kuwa waziri wa mambo ya ndani, waziri wa mambo ya ndani, akaanza kwamba asiwepo polisi atakaye kamata kinyume cha sheria. Hana sare lakini akawa na kamata raia hovyo. Ghafla akang'olewa waziri. Anayetakiwa ni nani? Ni yule ambaye anafanya kwa namna ambavyo aliye juu yake anataka, kinyume cha haki. Sasa atazungumza maneno ya kiburi dhidi ya Mungu. Angalia sasa maneno anayoyazungumza. Hasikii, haambiliki. Anasema huyu, yani ataigawanya nchi kwa rushwa. Sasa ndio maana tunasema kwamba ni nani angeweza kuyafanya yote haya akakaza moyo wake pale pale? Amna, gari naanguka hii, hapana, hii inaendesha hii. Ungeacha aendeshe mwingine, hii inaendesha hii inaendesha. Tunaenda polini, naendesha hii, na wapambe wanapiga chapalapa, twende chapalapa machawa. Haya, ataigawanya nchi kwa rushwa. Danieli 11:39 na kusomea hapa kwa haraka. Danieli 11:39 inasema, naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, naye atakaye mkubali atamwongezea utukufu. Naye atakaye mkubali, atakayesema mama, unafanya vizuri, unatawala vyema, watu hawatekwi, watu hawajawawa, hatujapata mama kama wewe, chukua cheo hicho, uwaziri huo, chukua cheo hicho, ukuu huo, chukua cheo hicho. Ndio maana machawa wamekuwa wengi hapo. Utawakuta kina Yona, utawakuta kina Kombo, wabunge wengi, utawakuta mpaka kina Mwandambo. Yote haya yaliandikwa. Nani angeweza kuyatimiza? Yeye anayatimiza. Ndio maana nasema hongera kwake, apewe maua yake, kwa sababu ni ngumu mtu aweze ama angeweza kukaza moyo kwa kiwango kama hicho. Lakini anasema ataziteka nyara zote zenye nguvu. Angalia Tundu Lissu, kakaa gerezani siku za kutosha, amekaa muda mrefu. Tulijua mahakama itatenda haki. Tundu Lissu alisema tutakinukisha. Wako watu chungu zima wametoa maneno ya hovyo, maneno makali zaidi ya Tundu Lissu. Wengine wanasema hapana, mimi nikipewa tu nchi hii kwa dakika moja, mimi nitawapoteza. Nikipewa tu nchi hata kwa dakika moja, mama akinipa nchi nikae. Polisi mkiwapoteza hawa tusiwatafute, ni kauli zao, lakini hao sio wahaini, ila Tundu Lissu ni mhaini. Mahakama tulitegemea itatenda haki. Hata lini? Mpaka leo watu wako wanasotea huko, wako watu, ngome zote zimetekwa nyara. Mashirika ya haki yanaongea, lakini kimya. Tulitegemea jeshi, hapana. Vyombo vyetu vya polisi, lakini na vyenyewe hapana. Mahakama hapana. Ngome zote tulizotegemea hapana. Makanisa wa Pentekoste na wenyewe, maaskofu na wenyewe hapana, na wenyewe wameteka nyara. Wale ndo makatei, takataka, bado wauaji wanawaombea na wanaelekezwa kabisa, ombeni maombi kuelekeza Ikulu, funga ulinzi. Acha we, ungekuwa unafunga, ungekuwa unamwombea mtu muuaji. Nani aliyemwombea muuaji baada ya kumwambia aache uaji? Astahiliye kudharauliwa.
Nani alitegemea kwamba mama atakuwa kwenye nafasi alionayo, atakuja atasimama yule mtu ambaye astahirie kudharauliwa? Nani alitegemea mwanamke kwamba atasimama, atakuwa rais, atakuwa na nguvu alizonazo hivi? Huu ni unabii. 11:21, kisha badala yake atasimama mmoja, mtu astahirie kudharauliwa, ambaye hawakupa heshima ya mfalme. Watu wasingetegemea, watu hawakutegemea kwamba atasimama mama. Hapana, lakini yuko mwanaume ambaye ana maamuzi ya kiume, hasikii, haambiliki. Hatukutegemea, hakuna aliyetegemea kwamba atasimama awe kwenye nafasi alionayo, halafu akafanya anayoyafanya. Lakini nani alijua kwamba mama atakuwa rais? Hayupo kwamba awe rais. Wanaume wanaongea, wanapinga, unachokifanya sio sahihi. Hapana, watu wanatekwa kwenye utawala wako. Nchi itaanguka, hii muungano utaanguka. Watu wanatekwa kwenye utawala wako, watu wanakufa kwenye utawala wako. Hapana, chapa laba, twende. Anasema wenye silaha watasimama upande wake. 11:31 unabii huu wa Danieli 11:31 inasema hivi: na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Wenye silaha watasimama upande wake. Majeshi, tulitegemea jeshi litaingilia kati, litatuokoa. Hamna. Usalama hamna. Wenye silaha wote wako upande wake. Polisi wangelinda raia, na wenyewe wako upande wake. Sijui umoja wa nini uko upande wake. Hamna ambaye tunategemea atatuokoa. Wenye silaha zote wako upande wake. Hakuna atakayemwokoa. Naomba nisome Danieli 11:45. Maandiko yanasomeka hivi: naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikiria ajali yake, wala hakuna atakayemsaidia. Ataanguka. Yaani mwisho wa haya yote, atateka, ataua. Wenye silaha watakuwa upande wake. Ni yule ambaye asiyestahili kupata heshima. Majeshi wote wenye silaha watakuwa upande wake. Atafanya mengi kwa msaada wa Mungu mgeni. Atakuwa wenye silaha watakuwa upande wake. Machawa watakuwa upande wake, watamsifia. Nchi ataigawanya kwa rushwa. Ngome zote zenye nguvu zitakuwa upande wake. Lakini mwisho wa yote atakayoyafanya, mwisho wa yote ni haya sasa. Katika 11:45, naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikiria 11:45, naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikiria ajali yake. Ajali yake inakuja pamoja na nguvu zote na ubabe wote. Ajali yake inakuja, wala hakuna atakayemsaidia. Ataanguka. Ni vyema angekuwa nasikia maonyo na kujua ya kwamba alitabiriwa, ila mwisho wake ni kuanguka.
mwisho wake ataanguka. Ndio maana sasa tunasema ya kwamba ni nani angeweza kushupaza shingo kwa kiwango hicho? Ni nani angeweza kubaki na moyo mgumu wa kiwango hicho? Hivyo nani angeweza kutimiza unabii huo? Anatimiza unabii huo, na wakati huo yote yaliandikwa. Nani angeweza kwa kiwango kama hicho? Watu wamelia kilio cha samaki, hakuna anayesikia. Tunalia kilio cha samaki, lakini maneno tu ya kejeli yanakuja. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka mafichoni. Inasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Tazama, Bwana na Mungu mhukumu haki, yu karibu kuja kuwahukumu wale wote walio kinyume na yule ambaye anatimiza unabii, anashupaza shingo na kuteka nyara ngome zote zenye nguvu zinakuwa upande wake. Hii ndiyo maana ya neno Maranatha.